Mama anajua vizuri sana baba mtoto ni nani. Lakini kwa sababu amekataa kutoka kwa mdomo, baba mtoto mwenyewe peke yake atasema. Ndio nataka kuja aseme peke yake, ndugu waweze kujua. Familia iko sawa. Hadi ukiona mke wangu hapo hivi pia iko sawa. Bado unamuita mke wako? Mimi sioni mtoto wako shwali unataka kuolewa na yeye. Shida iko wapi? Sina shida kuuliza, ni ile tu na kuuliza tu kwa uzuri tu. Na si mtoto anafaa lelewe na babake. Na mimi mama ninamuoa, sioni kama kuna shida. Lakini bwana, huyu si ni aunti yako, wewe uone aibu? Lakini hakuna aibu hapa. Aibu iko wapi? So amuaibiki nyinyi mkisema ati muone na huyu ni aunti yako ndugu? Wapi? Wani ni mkubwa kwako kusema ukweli? Ukubwa imaanishi. Mimi nikiwa mdogo nilikuwa nasikia rumors. Mama alitaka kuniua. Mimi nikasema kama alitaka kuniua, unafanya kitu mzuri. Kitu gani nimefanya mbaya? Kitu gani nimefanya mbaya? It makes sense. Huyu ni mtoto wa dadako. Nilianza huyu kwanza si andi yenu, si andi yangu saa hii. Unaona? Huyu saa hii ni mchumba wangu. What? Mchumba wako like unajisikia? Bro, nataka kwa aunti yako. Unajisikia? Hello guys, once again welcome to Ondegi Kenya. I am a guy Ondegi Kenya. So mliona last time tulikuwa hapa na daktari aliniambia kwamba nitafute Rashid. Rashid ndo amefika. Unajua kidogo pale ile dawa ya aunti yake inafanya kazi. So lakini daktari ako hapa. Nataka amuelezee mambo mawili matatu pia tusikie kama atatusikia. Alafu tuweze kujua kweli ndo sana Leila hapa mtoto wake asaidike. Sikuwa anaingia kwa hiyo shimo anataka kuingia. So before tuende into nafsi kwanza tujue kila mtu anashinda vipi. So Leila uko aje? Niko salama. Bado nashukuru maisha. Uko hapa na wewe kusukuma maisha. Alhamdulillah. Rahima? Niko salama. Nashukuru. Daktari? Mimi niko salama ndugu yangu. Nashukuru. Kweli. Rashid, asanteni sana kwa sababu umefika. Nimekutafuta sana. Daktari ndiye aliniambia nikuite. Kuna mambo mawili pale tunataka ujue na tunataka kujua kutoka kwako pia. So umeshinda poa lakini? Mimi nimeshinda poa. Nashukuru Mungu. Kwa sawa na familia? Familia inasemaje? Familia iko sawa. Hadi ukiona mke wangu hapo hivi pia iko sawa. Bado unamuita mke wako? Ndio ni mke wangu. Ungejua Kenya inakungojea wewe. Familia mgani hapa? Sasa familia yangu kwani tena kuna shida? Sisi ama mgani? Like sisi ndio familia. Familia yangu ndio hatujui waishi wapi, hatujui uko wapi. Vile ulicut off kwa airport uje niongelesha. So ni familia ipi hiyo unasema uko sawa nayo? Hii hapa. Wow. That's my sister. Lakini bro unajua ngoja my sister. Haya, unaita familia yako, una akili wewe? Sawa Leila. Wacha tufanye pole. Na naelewa vile huzuni imekushika. Poleni lakini ndugu yangu sasa uaibike wewe kuita aunti yako familia bwana. Imagine ana haya. Familia yangu, mimi nilianzisha familia yangu. Familia makati ya kauli nini? Wewe. Kwanza sijui nani wewe mnaniletea hapa na kelele. Adina, bado unasema ati tumekuletea nani? Umeleta huyu mtu hapo nini huyu? Leila. Leila, fanya aje? Fanya hivi. Tufanye pole. Fanya aje? Unataka kupigana na mama. Unataka kunipiga juu ya aunti yako, si hata bibi yako. Unataka kupigana na mama. Fanya aje Leila? Wewe tulia, nimekuambia wewe tulia. Daktari akiwa hapa hamfai kupigana. Sawa? Sawa, Rahima. Hebu kaa na mama yako hapa. Wacha. Sawa. Umepotea maisha. Naelewa lakini kuna mali utaenda. Tulia tu kidogo. Daktari ako hapa hamfai hata kupigana, sawa? Niachie hiyo kazi nifanye mimi mwenyewe. Wewe sasa unafurahia tu ukiona familia inapigana. Unafanyia nani mdomo? Sawa, Leila tulia tafadhali. Kenya umefanya wewe itakurudia. Una shida. Nataka unisikize vizuri. Leila tulia. Unisikize tu mara moja Leila. Ameleta nani? Makosa ni yana. Okay, wewe unaona huna makosa? Sawa, hata kama niko na makosa kwa nini saa yote unanisumbua na simu kuja ni nini? Wewe tulia. Ile kitu tunataka tujue nini inaendelea kati yenu nyinyi wawili. Huyu kijana alikuwa sawa, akitoka Kenya alikuwa na hii tabia. Haya. Najua umekuwa na kiburi. Hakuna shida. Na mimi sitaki kuongea sana.
iko si munaona hata nyinyi yako na kiburi. Mtu akipewa punishment unaambiwa ongea vizuri, utaki kusikia. Niongea aje? Malipo ni Okay. duniani hapa Wacha, hapa. wacha tuendelee kuna kitu tunataka kujua. Ndugu yangu daktari aliniambia nikuite. Huyu mwenye ako hapa ni daktari. Aliniambia nikuite kuje. Kuna mambo unahitaji kujua. So, sitaki kupoteza muda. Leila tafadhali utujie, isikuwe ni vita tupoteze muda. Daktari akiwa Wewe ingekuwa una watoto? Haieleweki Okay. kabisa. naelewa ile kitu unapitia. Naelewa na Uelewi. niko hapa kukusaidia Kama Leila. ungekuwa na mtoto ungeelewa, lakini hauna uelewi. Sawa, naelewa, niko hapa kukusaidia. That's why nikatafuta daktari. So daktari akiwa, wewe tulia tu, daktari afanye kazi yake. Sawa? Isikue vita sana. Najua uchungu sana, lakini uniruhusu tutulie kidogo tufanye kazi. So daktari, uliniambia nimuite Rashid. Rashid ako hapa. Nataka uongee na yeye aweze kujua mambo mawili matatu pia yeye. Ni vizuri. Habari yako ndugu? Kwa salamu. Ni vizuri tuweze kujuana vizuri kwa sababu mambo ni mingi kwa hii maisha. Unaelewa hivyo? Naelewa. Naona uliweza kumpenda anti yako. Ni vizuri kwa sababu huwezi jua mambo ambayo umepitia, na ni vizuri ujue, kwa sababu ndugu yangu, mimi nataka nikuambie kwamba we ni kijana mdogo, bado unaweza pata bibi, uweze kuendelea na maisha vizuri, kwa sababu miaka yako ni kidogo sana. Ndugu yangu, unajua hii mambo kidogo tu inachanganya watu, kwa sababu sio kitu ambayo ni mzuri kwa jamii zote, ikuwe ni jamii ya Waislamu, ikuwe ni jamii ya Wakristo. Haikuangi mzuri kabisa kwamba mtoto anaweza olewa, na sijaiona kweli kuna watu ambao wanakubali maneno mtu uweze kulala na anti yako na ati mumelala na yeye. Ndio nataka nimweleze ndugu yangu kwamba kuna mambo ambayo alifanya mpaka nikamuita hapa nimuelezea aweze kujua ukweli, kwa sababu ile mambo alikuwa amefanyiwa na dada sio mzuri. Unajua kwamba huyu ni kama ni mtoto wake, wanalala na yeye. Huyu ni kama ni mtoto wake. Ndugu, wacha nikuambie kwamba utaelewa, lakini ndio maana nataka nikuelezea polepole, kwa sababu kuelewa ni ngumu sana. Nataka nikuambie kwamba vile mko na dada, wewe unajua vizuri ni anti yako, na nataka nishukuru kwamba anti yako alikulea vizuri sana. Sasa yule mtoto ambaye anakuambia ni mtoto wako sio mtoto wako, ako na bwana ambaye wamezaa na yeye. Si mtoto wangu aje wewe. Sema tu kweli. Unadanganya mtu ende kwa nyumba. Sema kweli yako. Daktari. Hizo siri zenye ficha hapa ndio zinafichua. Wapi? Amuishi naye. Okay. Tupe daktari wa Ndugu, Fichuliwe kabisa. wacha nikueleze kwamba wamama ndio wanajua baba wa watoto ni nani. Sisi hatujui, sisi tunapeana tu mimba, hatujui. Wacha nikueleze kwamba vile dada aliona kwamba ulikuwa unataka kwenda majuu, alikuwa anajua kwamba unaenda kuunda pesa, na hiyo pesa alikuwa anahitaji kutoka kwako vizuri sana, na ilikuwa njia rahisi sana wewe kutoa hiyo pesa. Vile dada alipata mimba kwa ule mzee wake, sijui nimuite mzee wake, ni mzee wake kwa sababu wanaishi na yeye. Anasema vitu zake. Juu mimi ndo nakaa na mke wangu. Umeoshwa. Kwanza nyamaza wewe. Unaambia nani wewe nyamaza? Wewe. mamako bro. Wacha hapo unakosea. Ndugu, wacha Sawa. nimalize. Leila tupe daktari wakati. Huyu ni mamako, acha kumpoint bro. Ndugu yangu, Mimi story na huku mimi nilitoka. ndugu yangu, before tuendelee, Sawa, wacha daktari. Sawa, nilikuwa najaribu watulie ndo useme. before tuendelee, ndugu yangu, nataka nikuulize kwamba umesema kwamba mnaishi na yeye. Wakati ulikuwa ng'ambo, mulikuwa na yeye? Thank you. Hapana, hizo wakati mimi sikuwa naye, bado nilikuwa naongea na yeye. Ulikuwa unalala na yeye, huko unalala na yeye, si ndio? Ulikuwa unajua unalala na nani? Hapo sijui. Ndio nakuambia kwamba nikikuita hapa nikuelezee ukweli. Ndugu, wacha kunibishana na mimi. Ule ni mama yako, ako pale, alikuzaa, na unaweza pata laana mbaya sana ukikataa mama yako. Wacha nikuambie kwamba huyu dada vile alikuwa amepata mimba,
alitoroka pale kwa ule bwana yake akakuja kulala na wewe. Alikuwa na mimba ya wiki 2, na nataka nikuambie kwamba kama za uongo jumia, hakuna kitu na kusikiza hapo. Okay. Sasa wewe unaamini kwamba mimba ni yako? Mimi naamini huyo mtoto ni wangu. Mimi vitu yenye daktari anasema sijui ati ni za nini, hizo ni za uongo. Sasa hii ukimwambia muende mfanye DNA, anaweza kubali. Haya, mwambie hapa. Utakubali. Na DNA itafanyika. Hakika juu unaona, unajua kitu umefanya. Umefanya nini? Ama ukifanya na wewe. acha nisaidie ndugu. Daktari, wakati ni wako. Ndugu, mimi nimekuita hapa, sipendangi kupishana sana. Mimi nimekuja hapa kukusaidia kwa sababu nataka nikotoe kwa hiyo kitu ambao unataka kusema ati kwamba mtoto ni wako. Wewe hauna mtoto, wewe ni kijana mdogo sana sasa hivi, wewe hauna mtoto kabisa, kwa sababu huyu dada amekuwa akikoroka na madawa. Vile ulienda ng'ambo, hii ilikuwa njia rahisi sana yeye kukutoa pesa, na amekukula pesa sana. By the way, acha nikuambie tu kweli, Ni madawa imefanya kazi. Sema sina mtoto. Una mtoto? Sina mtoto kiaje? Sina mtoto kiaje daktari? Mimi najua hii mambo itakuwa ngumu sana kwa wanyinyi, hamtaelewa, lakini lazima mimi nikueleze. Ni atuletee baba mtoto aje. Oh. Pesa zako zinaisha, mtoto unalelea mtoto. Sijui hata. Hebu sema ati huyo mtoto si wangu kiaje? Okay. Mtoto yuko. Wacha daktari amlete. Sawa, wacha. Pesa zako umegongewa bibi. Mimi hata vitu nasema hapa sikie. Hebu wewe hapa. Mimi nasema akuja. Leila, nilikuambia Ama mwache. Endelea wewe. huyu ni mamako bro. Ngoja. Unajua sasa mnaanza kunini kufanya vibaya. Tulie hivi, nataka tufanye hivi. Leila, umesema baba mtoto akuje, si ndio? Baba mtoto aje. Wait, ina make sense. Kwa hii dunia aje kama Unajileta. Unajua kitu sasa, unajua na sometimes nacheka na shanga, mbona mnapigana? Daktari yako hapa, Sema haraka basi. aseme haraka nini? Wewe ndo unaharakisha nini? Ndio uende kuongezea dawa, si ndio? Hizo dawa zako wewe ndio unajua. Fasi wewe. uko nayo. Wewe ndio unajua sasa. Mimi uwezani na mimi dadangu, mimi uwezani na mimi Kama watu wamelipata hiyo. Sini kama fasi huyu ndio ako na mshene mingi na maadhe. Sawa, kama ni hivyo tutaona. na kama mnasema daktari, kama unasema kuna baba mtoto, wewe baba mtoto ako wapi? Oh, sawa. Pea daktari wakati aongee na wewe. Songa huko, ni kama unataka kupigana watu, songa huko. Wewe unaenda kwenu, sikudanganya. Anaenda wapi? Anaenda kwao. Asisikia. Najua bro, kitu ya kwanza daktari, ngoja kwanza. Kitu ya kwanza bro, nataka niwaambie hivi, ndo nipea daktari wakati aongee. Wewe madawa, vile daktari amesema, madawa ndio inafanya unakorogwa uko kuagiza. Gani? Gani unasema sema? Okay, daktari, sitaki niongee mingi sana, endelea kuongea. Ulikuwa na jambo. Ndio vizuri, nilikuwa nataka nimwelekebishe kwa sababu amekuja yeye mwenyewe, amechileta. Unajua ukiwa na mimi lazima utapunguza polepole. Ndugu yangu, nitamleta mimi. Nikipanga kazi yangu nasema nipange ishe yote, na nikikuambia fanya hivi ndio tupange kazi, wewe fanya hivyo. Tunaelezea vile watu wengi ambao nimefanyia kazi wanachipanga, anachipanga, namaliza, anafanya vile tunamwelezea, sisi tunaanza kazi yake. Ndio maana nikaamua wacha nipange hii kazi nimalize, ndio nikikuja ndugu yangu atasaidika. Ndio nilikuwa nataka nimwambie kwamba nataka nimlete huyo bwana ya yule, na ataweza kumwelezea kwamba ako na mtoto na mtoto walizaa na yeye. Hata mimi nitafurahia sana kuona baba mtoto, sababu kama umeamua kuwekelea mtoto wako mimba, Nione unasema nini? usijali, utamuona. Ama mimi nitoke. Hapa nakwambia, hapa mimi hapa naona nikiua mtu. Wewe ngoja, kama unataka kuona baba mtoto utamuona. Ya hakuna vile mnaweza sema huyu mtoto nimespendi kwake nikiwa nje. Pambas nini zote nimespendi kwake. Unakuja je mtoto amefika 5 years mniambia mtoto si wangu. Utajua ukweli ndugu yangu. Okay, utajua ukweli. Leo umesema pia baba mtoto daktari amlete. Hiyo ni kazi rahisi sana. Si daktari wako hapa? Daktari unasemaje? Ndio nilikuwa nataka kila mtu tufike mahali hapo nataka sasa. Kwa sababu mtu ataumia hapo. Na dada yangu pale. Kwa sababu unajua wamama, kasi ya wamama ni kudanganya. Yeye akihitaji tu pesa ni uongo. Na ikuange mzuri. Unajua eli
Ukiona hata mwenye amekupea mimba hana pesa, ni mung'ang'ane na yeye. Sio kwamba unataka kutumia mtu mwingine mwenye hakukuwekea hiyo mzigo ndio unahitaji ya kusaidia. Huyu ni kijana mdogo sana, na ni kijana mdogo sana. Unajua wewe ni kama mama yake. Sasa wewe umelala na yeye, ndio kitu kwanza inaniuma sana. Umelala na yeye, umemdanganya mtoto sio wake, umemkorogea madawa, amekataa mama yake au amtumii mama yake. Dawa gani? Kitu ambazo ulimwekea akienda ng'ambo. Unanichanganya. Wewe na daktari mnanichanganya. Mimi sijui daktari huyu ndo anamjua. Nasema dawa. Sasa nataka hizo dawa nijue dawa gani. Na baba mtoto ni nani? Wacha nikwambie kwamba huyu usitaki nimuite mchawi. Ndugu yangu. Hata sisi nyamaza ukisema siwezi nyamaza. Ndugu yangu. Sipendi kuita mtu mchawi. Na sitaki muite huyu dada ni mchawi. Vile ulikuwa unaenda ng'ambo, dada aliona kwamba ukienda pale njia mzuri ya kutoanisha pesa ni kukoroga akili kwanza, uweze kumpenda zaidi, ndio uweze kumsaidia. Hiyo ndio nasema kukuwekea madawa kwa chakula, sio mahali popote. So, yeye ndiye alikuwa anakupikia? Ndiye alikuwa ananipikia hadi chakula ya mwisho nakumbuka yeye alipika nikienda. Ndugu yangu, wanaume sisi tunajigamba sana, kwa sababu hata bibi ukimchapa kwa nyumba unamwambia mimi nitaweza kuua. Sasa unajua bibi akitaka kuua yeye anakuua rahisi sana, kwa sababu yeye ndiye anakupikia, yeye ndiye anakuosha, yeye ndiye anakutandikia kitanda. Sasa akiamua kuwekea dawa kwa chakula ukule ukufe, atashindwa kweli? Alafu kitu kingine, unajua huyu ndugu yetu hapa siwezi mlaumu, sababu unajua inaweza kuwa ile dawa bado ndio inafanya huyu ndio inafanya kazi, lakini nataka nimlete polepole ndiye akaweze kujua ukweli, kwa sababu ule ndugu ndiye atatuambia ukweli. Huyu mwenye ni baba mtoto ndiye atatueleza ukweli, ndiye atatamaliza hii mambo yote, na tutapea yule punishment kidogo, kwa sababu ile pesa ambayo ametuma ndugu ametumia ni mingi sana, kwa sababu mama anahangaika sana kwa maisha, kwa sababu ukimwangalia mama anategemea huyu, lakini pesa mingi sana inaenda kwa yule, amsaidii mama hata kidogo. Ndio nataka yule bwana akuje ataweleze. Wewe tutafanya dada yangu. Hauwezi anza kupanga kazi yangu ndugu yangu, dada yangu. Hauwezi anza kupanga kazi yangu ambao nilipanga mpaka nikamaliza. Wewe hujui vile umefika hapa, ndugu hajui vile amefika hapa, na tutamleta yule. Sasa daktari, ningeomba sana huyo baba mtoto akuje, ndo tufanye hii kitu akiwa hapa, pia aibu itokee, kila mtu waanikwe hapa. Hakuna kupembeleza hii madhara. Huyo antia nini anatuonyesha, tunataka kumwanika. Guys, so daktari utatusaidia baba mtoto afike. Nataka nimlete. Wacha tumulete kwanza, akuje pia yeye akue hapa, yeye ndiye atamaliza hii mambo. Yeye ndiye ataeleza kwamba vile ni mtoto wameshaenda naye kliniki, wanatipiwa na yeye, wamepima. Mama anajua vizuri sana baba mtoto ni nani, lakini kwa sababu amekataa kutoka kwa mdomo, baba mtoto yeye peke yake atasema. Ndio nataka akuje aseme peke yake, ndugu aweze kujua. Ndugu ni mtu mdogo sana, utapata bibi mwingine na mtasana yeye na mtasaidika.